Naam, karibu. Jambo la kwanza ambalo huchochea ndoto ni mzunguko wa usingizi. Hii inajulikana kama REM, yani kwa lugha ya ung'eng'e rapid eye movement. Unapolala, wakati mwingine akili zako huanga zinafanya kazi na macho yako pia kuna wakati hufika inaanza kucheza cheza, na wakati ule macho yako inacheza cheza sana, huanga unaota sana, na hii huja wakati ambao umelala usingizi mtulivu kwa muda mrefu na umelala vizuri. Tuna ya pili ambayo huchangia ndoto zako, nayo ni msongo wa mawazo na vile hisia. Wapo una hali ya msongo wa mawazo, bila shaka inaathiri sana jinsi ambavyo utakavyoota na vile hisia zako. Kama una hisia nzuri, basi utajipata ukiota ndoto ambayo ni nzuri, ni ndoto tulivu, ndoto yenye utaratibu. Lakini kama hisia zako zimechafuka, zimevurugikana kidogo, basi bila shaka kuna budi kuota ukikimbizwa, kuota ukianguka kutoka mahali juu. La tatu vile ambalo huchochea sana ndoto zako ni lishe na chakula chenye UR. Chakula chako hutegemea sana jinsi ambavyo utaota, na hivyo basi kama umezoea kuvila vyakula vyenye madini kama vile tryptophan, haya madini hupatikana kwa vyakula kama vile bata mzinga, madizi na vile maziwa. Iwapo umezoea kuvila vyakula kama vile vyenye madini sampli ile ambayo husambazwa kwa mwili na kemikali ambayo hujulikana kama serotonini, basi unaweza jipata unaota ndoto ambazo si ndoto za kawaida. Na vile kama wewe una uzoefu wa kutumia kafeni na pombe kabla ya kulala, kama umezoea kula vyakula ambavyo vinasababisha kilunguia, bila shaka huna budi kuota ukipiga mbio. Naam, na la nne ambalo huchangia au huchochea ndoto ni dawa na vilevi au vileo. Yote zile, matembe ya aina yoyote ile, matembe ya usingizi, vile ya kupunguza uchungu na kadhalika, inaathiri ndoto zako pakubwa. La tano ambalo huchochea swala nzima la ndoto ni vichocheo vya nje na mazingira, yale ambayo yamekuzunguka, mazingira ambayo ulio ndani yake pia inategemea sana aina ya ndoto ambazo utakazoota. Iwapo kuna sauti za kutisha, unabudi kuota madoto ajabu tena ya kutisha yasiyoeleweka. Lakini kama kuna sauti tulivu, vile unaweza ota ndoto nzuri yenye maana, ndoto ambayo ni ndoto ya kueleweka. Na vile kunaweza kuwa na mwanga kwenye umelala, na unajua sana mwanga nao huathiri usingizi, huathiri jinsi ambavyo utakapolala na mambo mengineyo ambayo yako katika pahali ambapo unalala, yanategemea sana mfumo mzima wa ndoto zako, jinsi ambavyo utakavyokuwa. Na la sita ambalo huchochea ndoto zako ni matatizo ya usingizi. Iwapo una matatizo katika usingizi wako, huenda hulali au unakaa muda mrefu sana kabla ulale, au unalala ukiamuka, unalala unaamuka, au hata vile unalala tu ghafla. Kulala ghafla pia ni shida kivyake, na vile iwapo unakosa hewa wakati wako wa kulala, basi pia huna budi kujipata unaota ndoto za ajabu, ndoto ambazo bila shaka si ndoto za kawaida. Na la saba lenye uwezo wa kuchochea ndoto zako
ni mawazo na shughuli za akili. Hii inategemea sana na yale ambayo yalikuwa yanafanyika kidogo tu kabla yako kwenda kulala. Kama ulitizama filamu, inategemea uliangalia filamu ya aina gani. Kama uliangalia filamu nzuri tulivu, unabudi kuota ndoto ambazo ni tulivu, lakini kama kidogo kabla ya kwenda kulala, tizama filamu zenye vurugu, zenye kutisha, filamu za vita, huenda ukajipata ukiota ukipiga maduru, mayowe, ukikimbia, ukifanya mambo ambazo akili zako zilinasa wakati ule ulikuwa unaelekea kulala. Hivyo basi ni vema unajiandaa vizuri, unaona filamu nzuri au wimbo wenye umetulia kabla ya kwenda kulala. Utakuwezesha sana kuota ndoto ambazo ni za faida kwako, ambazo zitakuwezesha pia kuwa na usingizi mwanana. Na la 8 ambalo linachangia ndoto zako ni mkao wa kulala. Wengine hulala kwa ulalo wa kutisha kama vile uta. Ukilala kwa mbongo utaota ndoto tofauti, na vile vile ukilala kwa ubavu au ukilala kwa tumbo. Na sana sana ukilala kwa tumbo, kidogo usishangae ukijipata pia unaota ndoto za ajabu ajabu, ndoto ambazo bila shaka ni ndoto si za kawaida. La 9 nalo ni mazoea ya kukumbuka ndoto. Unajua, watu wengi, hata wengine hufikiria hawaoti kabisa, lakini kumbe unaota kila siku. Lakini kuona hunanga shughuli na ndoto zako, basi hata huwezi jua uliota nini, uliota hukuota, kwani hata ukiota unajitia hamnazo, una shughuli. Lakini uotapo na ujifunze, kama tusemavyo kila wakati, kunakili ulioyaona kwa ndoto, na ufunze akili zako kukumbuka ndoto, kwani wakati mwingi ni wenye hatukumbukangi ndoto tukiamuka. Jambo la 10 ambalo huchochea ndoto zako ni mabadiliko ya homoni. Mabadiliko ya homoni sana sana tunajua ni kwa wanawake, lakini hata vile kwa wanaume kuna mabadiliko ya homoni kwa wakati mmoja au wengine. Na tukiangazia kwa kina mama, mabadiliko ya homoni wakati wako wajawazito huchangia sana aina ya ndoto ambazo watakazoziota, na vile vile wakati wao wa hedhi. Katika kubalehe kwa wavulana na vile vile wasichana kuna ubadilifu mkubwa sana wa homoni. Hayo tu ni baadhi ya mambo ambayo huchangia au huchochea ndoto zako. Swala nzima la ndoto linaweza kuwa swala ndogo na ni swala ambalo kidogo hupuziliwa mbali, lakini ukweli ni kwamba lina maana kubwa sana, kwani ndilo litategemea jinsi ambavyo utakavyolala na jinsi ambavyo afya yako basi itakuwa, na vile vile jinsi ambavyo maisha yako ya jumla hata kwa wakati ambao umeamuka itakuwa namna gani. Naam, basi mie wako Bin Muridhi na kutakia ndoto iliyo bora, usingizi bora, afya bora na maisha bora.